Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hapa utatukabidhia vitu tofauti tofauti. Utatukabidhia vitanda 16 ambavyo vinajumuisha vitanda vya kujifungulia, vitanda vya kufanyia uchunguzi, pamoja na vitanda vya kulaza wagonjwa na emergency bed. Lakini vile vile utatukabidhia makabati ya kuhifadhia vifaa vya hospitali, lakini vile vile utatukabidhia viti mwendo kama ambavyo vinaonekana pale, lakini vile vile utatukabidhia mabeseni kwa ajili ya kina mama, kwa ajili ya mama na mtoto, na beseni hili lina vitu mbalimbali. Ni mabeseni ambayo yana nguo, yana diapers au tumezoea kuita pampers, lakini vile vile yana wipes, blanketi, vitu vyote vile, neti, vitu vyote vile vya kumsaidia mama anapojifungua aweze kuanza maisha yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na vifaa hivi tutakavyokabidhi, sisi tunakushukuru sana kwa uwepo wako hapa leo. Naomba sana nishukuru uongozi wa wilaya ya Chamwino chini ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunakushukuru sana kwa ushirikiano. Lakini niwapongeze sana TBS, mwenyekiti wa bodi, DG Ashura pamoja na watumishi wote. Lakini vile vile nimshukuru sana Mheshimiwa diwani kwa kushirikiana na sisi vizuri, na waheshimiwa madiwani wa viti maalum, tunawashukuru sana kwa kuja kutupa joto. Mungu awabariki sana sana sana. Ninapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi sote kuwepo mahali hapa. Pili, ninapenda kuwashukuru ninyi nyote kwa kujumuika nasi katika tukio hili la kukabidhi vifaa vya hospitali na vifaa vya wazazi ambavyo vitaongeza tija kubwa katika huduma za matibabu zinazotolewa na hospitali hii na katika kusaidia malezi ya watoto. Mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imejizatiti kikamilifu katika kuboresha miundombinu ya afya na kujenga misingi imara ya utoaji wa huduma za afya zenye ubora wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na huduma za kina mama na watoto. Aidha, Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imekuwa ikiunga mkono juhudi hizo za Mheshimiwa Rais kupitia sera yao ya uwajibikaji kwa jamii, ambapo leo TBS imeona umuhimu wa kutoa vifaa muhimu vya kusaidia matibabu na kusaidia wazazi katika hospitali hii ya Chamwino. Naomba tuwapigie makofi tena. Mabibi na mabwana, mwaka huu TBS inatimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Hatua muhimu inayodhihirisha safari ndefu ya nusu karne katika kujenga na kusimamia ubora wa bidhaa na huduma nchini kwa manufaa ya Watanzania kwa ujumla. Napenda kuwapongeza sana TBS kwa kutimiza miaka hiyo 50, huku ikiendelea kuipa kipaumbele jamii, hususan sekta ya afya ambayo inagusa maisha ya jamii kwa namna ya kipekee sana. Hii inadhihirisha wazi kuwa TBS ipo bega kwa bega kutatua changamoto zinazoikabili jamii katika nyanja mbalimbali. Mabibi na mabwana, nina furaha kukabidhi vifaa ambavyo vilikuwa vikihitajika kwa muda mrefu katika hospitali hii ya wilaya ya Chamwino, ambavyo ni viti mwendo 20, makofi tafadhali, vitanda vya kujifungulia 5, vitanda vya kufanyia uchunguzi 5, vitanda vya kulaza wagonjwa 5, machela ya kisasa 1, makabati ya kuhifadhi vifaa vya matibabu 3 na mabeseni yenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya kusaidia akina mama 30 waliojifungua. Narudia tena, na mabeseni. Kwani narudia mabeseni? Na mabeseni yenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya kusaidia akina mama
30 waliojifungua. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ni matumaini yangu kuwa vifaa hivi vitaleta tija kubwa katika utoaji wa matibabu katika hospitali hii na kuhakikisha kuwa wagonjwa wanapewa huduma kwa haraka na kwa ubora wa hali ya juu. Aidha, ninaamini vifaa vya akina mama vitawasaidia katika safari yao ya malezi. Kuna beseni pale, kuna pampers ziko pale. Naamini kuna baadhi ya vitu viko pale. Kwa mama akirudi nyumbani angalau ana cha kuanzia. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mabibi na mabwana, aidha serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara itaendelea kuunga mkono juhudi zote zinazolenga kuimarisha miundombinu mbalimbali inayoleta tija kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kusaidia akina mama katika safari ya uzazi na kuhakikisha wanawapa watoto wao malezi bora, kwa kuwa ndio taifa lijalo.